safari ya mwisho ya mzee wetu Cleopa Msuya, baba wa Mwanga, akihifadhiwa katika nyumba yake ya milele ama akizikwa jana. Lakini bado habari hii imetamalaki katika gazeti la Nipashe. Samia afunguka madeni mawili. Ni habari ambayo mazishi ya Msuya, Dr. Samia afunguka madeni mawili, wakuu wa nchi wafichua alivyokuwa mwalimu wao kimya kimya. Malasusa mtaja ni daraja la viongozi. Ni habari ambayo imepewa uzito wa juu pia katika gazeti la Nipashe. Alikadhalika tukiliangalia gazeti la Mwananchi, kuna habari enzi ya Msuya ilivyohitimishwa uko kwao. Ni habari ambazo zimesheni katika magazeti mbalimbali siku ya leo. Ndaki William, hatimaye mzee wetu Cleopa Msuya, baba wa Mwanga, jana amehifadhiwa katika nyumba yake ya milele na viongozi mbalimbali wamehudhuria mazishi ya nguli huyu, mzee wetu ambaye alituonesha njia na mwanga na dira katika uwajibikaji katika taifa letu la Tanzania, akiwa ameshika nyadhifa mbalimbali za uongozi hapa nchini. Ni kwanza kabisa ni jambo la kumshukuru Mungu kwa safari hiyo jana imekamilika. Lakini kusema ukweli tu, hata Mheshimiwa Rais ukimwangalia jana, alikuwa ni moja kati ya watu ambao wana huzuni sana. Na kwa Mheshimiwa Rais alikuwa akimsikia pia Cleopa Msuya, anamsikia, alimuona mara kadha wa kadha, alimuona mara chache tu, na mara chache hizo alizomuona alipata madini ya kutosha kutoka kwa mzee Cleopa Msuya. Sasa taifa la Tanzania limepoteza mali kweli kweli, na ni moja kati ya wazee ambao tunaweza kusema walikuwa wanasema gold is old, yani old is gold, yani cha zamani ni kina thamani. Sasa kwa mzee Msuya ya kale dhahabu, Waswahili wanasema. Sasa kwa mzee Msuya ilikuwa ni dhahabu kweli kweli, lakini hakuna namna, lazima tukubali, wakati mwingine tukubali kwamba ndio imeshatokea na hakuna namna, kipi kinatakiwa kiendelee. Tunamkumbuka kwa uongozi wa juu serikalini, tunajua, na alikuwa kiongozi toka miaka 1994. Tunaelewa, nakumbuka mzee mwenzangu hapo. Wakati huo mzee Msuya ni moja kati ya ndo vijana wenye nguvu kweli kweli walikuwa wakitumikia taifa. Lakini pia kama utakuwa unakumbuka, amehusika sana kwenye uchumi wa taifa hili sana. Na hata jana Mheshimiwa Rais alisema wao waliwahi kuandamana, wanamwambia kwamba piganie ile currency, ile shilingi ya Tanzania isishuke thamani. Unaweza kuona ni kiasi gani ambao alikuwa ni kiongozi mwenye ushawishi, lakini isivyo bahati ilishuka thamani. Lakini bado kama itoshi, alikuwa ni moja kati ya viongozi ambao walishirikiana na Benki ya Dunia, lakini pia mashirika kama IMF, hiyo miaka ambayo ni ya miaka 1980 1990 kama sikosei, ndio alikuwa kiongozi ambaye ndio waziri wa fedha enzi hizo. Sasa kwa hiyo kuwepo pale katika dhamana ya fedha na viwanda, amefanya makubwa sana ambayo sisi kama Tanzania, sisi kama vijana wa Kitanzania tunajivunia sana kutoka kwa mzee Msuya. Lakini pia alikuwa na uongozi wa kitaasisi na elimu, na tunasema kwamba yeye licha ya kustaafu majukumu yake ya kazi, licha ya kuwa nje sasa na majukumu yake ya kazi, lakini bado alibaki kwa mshauri bora sana, kwa sababu hata Mheshimiwa Rais Samia anasema hata walipoenda Mwanga wakati ule, si ndio bwana, ndio kuna vuguvugu kweli kweli la kisiasa. Mbinu alizozitumia kushinda pale ilikuwa ni mbinu direct kutoka kwa mzee Msuya. Lakini kama haitoshi, pia mara kadha wa kadha amekuwa akimuita, wanazungumza, anamshauri. Kwa hiyo ushauri wa Msuya umekuwa ni moja kati ya ushauri bora sana katika kuongoza taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo ni wito pia kwa vijana ambao tunabaki kuwatunza wazee, lakini kama haitoshi kupata madini kutoka kwao. Ile misemo kama ulivyosema ya kale ni dhahabu, haikusemwa hivi. Inamaanisha kweli wamepita maeneo mengi, wana experience ya kutosha, wanajua vitu vingi kuliko sisi tunavyovijua. Kwa hiyo hata waliobaki tuwatumie vizuri. Kwa lazima tukumbuke kwamba wazee wetu ni hazina, hazina bora. Kwa hiyo lazima tupate ushauri kutoka kwao, lakini tuwatunze na kuwajali na kuwathamini wazee, kwa sababu tumejifunza mengi kupitia kifo cha mzee wetu Cleopa Msuya. Tumemsikia mwanawe akimzungumzia baba yake kwamba ni miongoni mwa wazee ambao walikuwa ukiwafunza ni namna gani ambavyo wanapaswa kuishi katika maisha ya kawaida na watu vizuri. Na aliweza pia kuwafundisha namna gani maisha ambavyo yanahitaji mapambano na sio kuwa tegemezi. Kwa utaona namna gani ambavyo kuna vingi vya kujifunza, lakini yote kwa yote tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mzee wetu Cleopa Msuya mahala pema peponi. Amin, ndio vile ambavyo tunaweza kusema. Lakini ndaki bwana, katika magazeti leo tukiangalia habari ya pili ambayo imechukua